Bweni la wanafunzi wa Mkuu Sekondari mali ya Kanisa Katoliki Parokia Mkuu Rombo mkoani Kilimanjaro limeteketea kwa moto usiku wa Oktoba 27 mwaka huu. Kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amedai maaskari walifika katika eneo hilo na kufanikiwa kuuzima moto huo, huku chanzo cha awali hakijafahamika. Amedai katika tukio hilo hakuna majeruhi wala vifo vilivyojitokeza, na kudai vitu vilivyoteketea ni bweni limoja, vitanda 89 pamoja na magodoro 160, ofisi moja na madaftari ya wanafunzi. Hii ni Gift Online TV. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi Jeremia Mkomagi, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Jana tarehe 27 mwezi wa 10 2025 majira ya saa 2:18 katika kituo cha Zimamoto na Uokoaji Moshi Mjini tulipokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto wa bweni la wanafunzi katika shule ya sekondari Mkuu. Lakini niseme tu kwamba hili bweni linamilikiwa na jimbo la Katoliki Parokia ya Mkuu Rombo, lakini wanafunzi ambao walikuwa kilitumia hili bweni ni wanafunzi wa sekondari ya Mkuu Rombo ambao ni sekondari ya serikali. Kwa hivyo tutofautishe kati ya maana nimeona kuna baadhi ya taarifa zinasema ni bweni lililoko shuleni. Hapana, bweni linamilikiwa na parokia parokia ya Mkuu, lakini wanafunzi walikuwa wanakala katika hayo mabweni ni wanafunzi wa sekondari ya Mkuu. Kwa hivyo sisi baada ya kufika eneo la tukio tulikuta kweli moto umesambaa katika eneo kubwa, na askari walianza juhudi za kuzima huo moto, na tunashukuru Mungu kwa kushirikiana pia na wananchi wa eneo hilo tulifanikiwa kudhibiti moto na kuuzima, maana kulikuwa kuna bweni la jirani ambalo huenda lingeweza kushika moto. Kwa hivyo tuliweza kuliokoa hiyo bweni lisishike moto. Lakini pia katika tukio hili hatuna madhara kwa wanafunzi ama binadamu yoyote ambayo huenda labda alipata matatizo yoyote kutokana na tukio hili, lakini hatuna. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu ya kwamba hatuna madhara kwa binadamu. Lakini madhara ambayo yamepatikana kwa mali ni kuteketea kwa hili bweni zima ambalo lilikuwa lina section mbili ama ni kama sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo pia ilikuwa ina vitanda jumla 160 pamoja na magodoro yake au 160. Kwa hivyo vimeteketea vyote na hilo bweni lote. Lakini pia mali zile za kawaida za wanafunzi kama nguo, madaftari, vitu ambavyo wanavitumia kawaida wakiwa wanaendelea na masomo yao hapo shuleni, na vyenyewe vimeteketea. Lakini naweza nikasema kwamba hatukuwa na majeruhi wala kifo kutokana na hili tukio. Kwa hivyo uchunguzi tunaendelea kufanya uchunguzi ili kuweza kubaini chanzo, na tutakapokuwa tumekamilisha basi tutajulisha.